Jua unapojeruhiwa kwa mara ya kwanza. Yawezekana una uwezo wa kuhimili na kujikaza. Ukanyamaza pengine kwa kuangalia baadaye kama hili linaweza likajitokeza tena kwa mara nyingine. Always mechi ya Simba na Singida Black Star imekuwa mechi yenye intensity kubwa sana, lakini siku zote Simba amekuwa akipata matokeo. Lakini kila mechi ambayo Simba na Black Star wakicheza, lazima tutazungumza issue za waamuzi. Sio Simba tu na Black Star. Simba na mechi zingine, Black Star pia na wao sio, japo sio kiivo. Ninataka kuzungumza kitu kimoja. Unajua Waswahili wanasema kwamba mshereheshaji mzuri ni yule ambaye anajua ni wakati gani ashuke kwenye jukwaa. Nikiwa na maana gani? Yawezekana tumesifia sana kile ambacho kimefanywa na uongozi wa bodi ya league uliomo kwenye madaraka, lakini pia TFF kupitia rais wa kandanda Wallace Karia. Yawezekana ndio viongozi pekee ambao wamepata mafanikio makubwa sana kwenye soka kuliko kiongozi yeyote yule ambaye amewahi kusimamia mpira wa Tanzania. Ligi kuu ya Tanzania maarufu kama NBC imepanda mpaka nafasi ya ligi 5 bora inapatikana pale, lakini pia for the first time vilabu vya Simba na Yanga vinacheza hatua ya nusu ya robo finali kwa at the same time wakiwa ni Wallace Karia. Young Africans akatangulia kucheza finali ya kombe la shirikisho. Simba juzi amecheza katika uongozi huo. Lakini kwa vyote hivyo ambavyo vimefanyika vikiwa chini ya uongozi wa rais Wallace Karia pamoja na wenzake. Kwa hiki ambacho kinaendelea sasa, yawezekana kikafanyika kuwa sehemu ya watu kuzungumza zaidi mabaya kuliko mazuri ambayo wameyafanya kwa kipindi hiki ambacho wamekuwa wakiongoza mpira wa Tanzania. Kwa sababu kwa bahati mbaya kuna namna ambavyo tunaweza tukaanza kufikiri kwamba kuna agenda fulani hivi ambayo imesetiwa ambayo sisi hatuijui kutokana na matokeo ambayo yameendelea kuonekana katika mechi kadhaa ambazo tumezishuhudia. Young Africans katika mechi yao ilikuwa dhidi ya KMC kama sijakosea, goli la mkono la Ibrahim Abdullah Baka. Lakini pia kuna mechi moja wapo Pako Mzuzu wa kipindi cha nyuma, ilikuwa mechi sina kumbukumbu vizuri, ilikuwa mechi ambayo nafikiri Young Africans ilikuwa ni very tough. Mpira ule ulichukuliwa kwa nje kwa bahati mbaya, si kwa bahati nzuri kwa sababu wanasema ni makosa ya binadamu. Mpira ukachukuliwa na Pacom ukafungwa. Lakini ukija katika msimu huu nao ndo imekuwa too much zaidi kwa sababu makosa yamekuwa ni mengi kiasi kwamba mtu anaamua kuichukulia sheria ya mpira wa miguu kama nguo ya kuvaa. Yaani sheria haifanyi kazi kama sheria ya mpira wa miguu kwa sababu ya kile ambacho tunakiona, baadhi ya malalamiko ya vilabu kutoridhishwa na maamuzi, lakini pia baadhi ya maamuzi ambayo yamekuwa kiziumiza timu X. Ni vitu ambavyo vinaendelea ni kama kuchafua taswira ya mpira wa Tanzania. Simba na Yanga zimeonekana katika baadhi ya matukio ya kubebwa. Isipokuwa utofauti ni mdogo tu. Simba kuna namna inanufaika na makosa ya kiwaamuzi sana. Young Africans pia vivyo hivyo kuna namna ambavyo wananufaika na makosa ya kiwaamuzi, isipokuwa utofauti naona ni sehemu moja ananufaika zaidi katika makosa ya kiwaamuzi ambayo yanaenda kuamua moja kwa moja kwamba huyu apate alama 3. Lakini mwingine hata ananufaika, lakini ukiachana na kunufaika bado anakuwa na ule uwezo wa kupata kitu cha ziada tofauti na kile ambacho kimemnufaisha. Maana yake kama ni goli 3 unaweza kukuta goli 1 amelipata katika njia ambazo sio sahihi, labda kwa makosa ya muamuzi, lakini mwingine pengine anapata favor hiyo kupitia maamuzi ya muamuzi ambayo moja kwa moja yanaenda kumpa ushindi moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri kuna namna ambavyo ligi kuu ya NBC msimu huu imekuwa na matukio mengi. Yaani niseme tu kwamba imekuwa na matukio ya ovyo ya kibinadamu. Imekuwa, unajua kitu kikuwa too much inakuwa sasa sio makosa ya kibinadamu. Unaweza kusema sasa ni kama agenda imesetiwa, au ni kama labda pengine adhabu ambazo zinakuwa zikitolewa
hazifanyiwi kazi, au na kama zinafanywa kazi haziwaumizi na kuwafanya watu warekebike. So nafikiri kwa Singida Black Star kupeleka malalamiko kwa bodi ya ligi au TFF ni haki yao, na wanapaswa kusikiliza na maamuzi pale inapotakiwa kufanyika yafanyike, kwa sababu ni juzi tu tumeona FC Barcelona dhidi ya Real Madrid. Madrid waligoma, wakasema kama sisi tunahitaji waamuzi wabadilisho katika mchezo huo. Al Ahly na Zamalek mpaka sasa hivi dabi haijachezwa kutokana na makubaliano ya timu zote mbili kwamba mechi zao wanaleta waamuzi wa nje. Kwa hiyo ni haki yao. Sisi tusubiri tu pengine bodi ya ligi wao watasemaje kuhusiana na malalamiko yao, kuhusiana na hicho ambacho kinazungumzwa cha kiuamuzi zaidi. Za kuandika barua kwa TFF kwamba hawana imani na waamuzi. Hawana imani na waamuzi kivipi? Kwa sababu mechi yao dhidi ya Simba iliyopita ya ligi kuu Tanzania bara, dhahiri shairi Singida Black Stars walinyongwa hadharani kabisa kwa matukio ambayo yalitokea. Nafikiri Singida kama mwamuzi Risasi angesimamia sheria 17 za mpira wa miguu, pengine Singida alikuwa na asilimia kubwa ya kupata alama 3 dhidi ya wekundu Msimbazi Simba. Kwa hiyo wanaandika kwenye bodi ya ligi ambao wao ndo wanasimamia mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo wanataka haki itendeke ipasavyo. Yule ambaye anafaa kupata ushindi ashinde kutokana na uwezo ambao anaonyesha uwanjani, na yule ambaye hajajipanga uwanjani aambulie kile ambacho alistahili kukipata. Ndio Simba ni timu kubwa, tujakataa, wana wachezaji wakubwa, lakini acheze apate matokeo ambayo yanamstahili kama timu kubwa. Na nafikiri tukikaa hapa na kuzungumza kwamba Simba anabebwa, Yanga anabebwa, nafikiri ni kama tunazipunguzia credit, hatuzipi credit ambayo inatakiwa. Timu kama ya Simba, timu kama ya Yanga zina ubora, zina uwekezaji mkubwa hapa Tanzania, zinafanya vizuri kwenye mashindano ya CAF na zinawakilisha vema kabisa bendera ya Tanzania. Lakini inapokuja kwenye swala la michezo ya ligi kuu Tanzania bara, zicheze kutokana na wachezaji ambao wamesajiliwa. Ndio kuna international player wapo pale, kwa hiyo wacheze tuone ubora wao uko wapi, sio kuwabeba. Ukisema unawabeba, inawezekana pia ule ubora ambao tungetakiwa kuuona tusiuone. Na nilikuwa nawaza nilipata muda kufikiria, nikawa najifikiria inawezekana tunasema magolikipa Simba na Yanga ndio wana clean sheet nyingi, lakini kama waamuzi wangekuwa wanakaa kwenye kutekeleza sheria 17 za mpira wa miguu, pengine hata Musa Pimpini kama asingekuwa na clean sheet 16, hata Diarra asingekuwa na clean sheet 14 alizonazo, kwa sababu hizi anazipata, lakini pengine timu pinzani walikuwa na asilimia kupata goli na kuharibu clean sheet. Kwa hiyo Singida walichokifanya si kwa mara ya kwanza tunakiona, hata Yanga walishawahi kufanya hivyo kwamba hawana imani na bodi ya ligi, lakini Singida wao wamekuja na kwamba hawana imani na waamuzi. Na kwangu mimi msimu huu ndo msimu ambao waamuzi wa Tanzania wamezungumzwa sana toka ligi inaanza mpaka sasa hivi inaenda kutamatika, kwa sababu ni kama sijui kama wanachokifanya uwanjani ni kile ambacho wanakisoma. Ndio kuna practical ambayo ndio hii tunaiona uwanjani, kuna theory kwa maana ya masomo, unaenda darasani unafundishwa kwamba sheria 17 ya kwanza ni hii, ya pili ni mpaka sheria 17. Unapokuja kwenye swala la practical kwa maana kufanya kazi kwa vitendo, ndio tunaona uwanjani. Kwa kile ambacho wanakionyesha uwanjani, kuna maswali mengi tunajiuliza, aidha darasani hawakuelewa kinachotakiwa kufanyika, au walielewa lakini kuna vitu ambavyo haviendi sawa sawa kwa upande wao. Kwa hiyo ni vitu vingi vya kujiuliza. Mfano muamuzi kama Risasi, muamuzi kama Ramadhani Kayoko, yes, lakini Hamed Arajiga alishawahi kufungiwa kwa sababu kuna msimu wa kufanya vizuri alifungiwa na akarejea. Sasa hivi tunaona ni muamuzi ambaye ana badge ya CAF na anaitwa na CAF, anachezesha mechi za CAF. Lakini hawa wenzetu akina Kayoko wameshawahi kufungiwa, wamerejea, lakini makosa bado ni yale yale. Kwa hiyo nafikiri Singida Black Stars wapo sahihi kwa kile ambacho wamekiandika, na wataenda na evidence ambayo inaonyesha kwamba muamuzi hakuwa fair kwenye mechi yao dhidi ya Simba. Zile foul ambazo alichezewa Jonathan Soa kwenye box la Simba zilistahili kuwa mikwaju ya penalty, na inaonekana dhahiri shairi hata kwa yule ambaye haujui mpira. Kwa hiyo ifike wakati tuzungumze ukweli, japokuwa kuna baadhi ya watu ukweli hawautaki kwa Tanzania. Baadhi ya watu au mashabiki wa mpira wa miguu, wao ukweli wanaugeuza
uongo afu uongo uwe ukweli. Lakini kiukweli namna ilivyo, waamuzi msimu huu hawajafanya fair, hawajazingatia sheria 17 za mpira wa miguu, kwa sababu ukifuatilia Simba na Yanga zimekuwa ni timu ambazo zinanufaika na makosa ya waamuzi. Ndio tunasema ni makosa ya kibinadamu. Why yatokee kwa Simba, why yatokee kwa Yanga, pengine hata kwa Azam, kwani asitokee kwa Kengold? Tubaki hapo. Haya mambo yameanza safari hii au basi tu upele umepata pa kukuna? Hayajaanza. Yani uonevu huu umeanzia tu kwa Black Star, hata huu msimu huu. Yani uonevu haujaanza kwa Black Stars. Umeanza kwenye timu nyingine kabla ya Black Stars. Kuna mechi ambazo Simba amecheza, Yanga amecheza, lakini ukitazama kiukweli kuna maamuzi yalikuwa anafikirisha. Nafikiri kuna maamuzi ambaye alikuwa anaitwa Kayombo, Somebody Kayombo, ambaye alisimamia mechi ya Simba. Ilikuwa Simba dhidi alikuwa Simba anacheza na Mashujaa kama sikosei, JKT Tanzania, kitu kama hicho. Yes, aliongeza dakika zilikuwa 20. Kwa hiyo nafikiri ule mchezo ulitakiwa kuisha hata kabla ya zile dakika, lakini kuna maamuzi mengine hayakuwa fair kwa upande wa timu ya JKT Tanzania, lakini bado yeye alikuwa anasimamia kauli yake kwa kile ambacho anakiona yeye. Lakini kwa sheria 17 kiukweli alikuwa anakiuka sheria. Lakini kuna mechi ya Simba dhidi ya anacheza na Namungo, kadi nyekundu. Kuna mechi ya Yanga anacheza na Tanzania Prison, alipewa kadi nyekundu. Alikuwa Zabona Mayombia, kwa maana Aeti alijiangusha, kwa maana alimwadaa mwamuzi na akajiangusha ndani ya penalty box la Young Africans. Lakini ile kadi nyekundu ilikuja ikafutwa. Kama ilifutwa, mwamuzi akutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Kama angetafsiri, basi Zabona Mayombia alistahili kupata faida ya kutenga mkwaju wa penalty, akainufaisha Tanzania Prison. Mechi ya Simba na Namungo, ile kadi nyekundu haikustahili kwa sababu hakuna madhambi ambayo aliyacheza Mkombozi, lakini alipata kadi nyekundu na tukaona masaa 72 kamati ikakaa ikaiondoa hiyo kadi nyekundu. Kwa msimu huu sisemi kwamba misimu iliyopita waamuzi walikuwa wanazungumzwa, lakini kwa uchache sana ni makosa alikuwa ndio ya kibinadamu.